السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وفضل يا الله سبحانه وتعالى tutakuwa ni wenye kuendelea tulipoachia katika silsila ya durusi zetu ya siratun nabawiyya. Tulizungumzia au tulikuwa tunazungumzia maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kutumilizwa kwake, na vipi Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa yuamhifadhi na kumuongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya hata kuletewa risala, na tukataja matukio tofauti tofauti. Mojawapo ni Mtume sallallahu alaihi wasallam kulindwa na Allah subhanahu wa ta'ala kutohudhuria katika hafalat za kimziki za Makuraish za wakati wa jahiliya, na vile vile Mtume sallallahu alaihi wasallam kulindwa kutokamana na kuwaheshimu na kuwaabudu masanamu ambao kwamba walikuwa wameizunguka Al-Kaaba, na ndiyo iliyokuwa ibada ya watu waliokulia baina yao. Na vile vile Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa akimuongoza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika utekelezaji wa amali ambazo kwamba hazikuwa kawaida baina ya Makuraish. Kwa mfano, ilipokuwa ikifika wakati wa hija, Makuraish pamoja na Waarabu wengine, sababu hija ilikuwa tangu Nabii Allah Ibrahim alayhi salam, na Kaaba imekuwa tukufu au ile sehemu imekuwa tukufu kuanzia Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba viumbe. Kwa hiyo ibada ilikuweko, na kisha baadaye wakaja wakaleta mambo ambayo kwamba ni ya kishirikina, masanamu, kufanya tawaf hali ya kuwa baadhi wako uchi, yakiwa mbali kabisa na mambo ambayo kwamba yamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au kile alichoanzisha Nabii Allah Ibrahim alayhi salam. Sasa Waarabu walipokuwa wakifanya hija, kundi moja peke yake ambalo lilikuwa halisimami katika Arafa ilikuwa Makuraish peke yake. Yani walikuwa wakishirikiana na kuhudhuria kila matendo ya hija isipokuwa Arafa, sababu ndani ya hija kuna tawaf kuizunguka Kaaba, kuna sa'i kwenda baina Safa wal Marwa, kuna kupiga kambi Mina, na kuna vile vile Arafa. Sasa Makuraish walikuwa wakifanya hayo yote isipokuwa Arafa peke yake walikuwa hawaitekelezi, na sababu ambayo kwamba walikuwa wakiitoa Makuraish mkuwa wao ni wakaazi wa haram, wao ni wakaazi wa haram, na Arafa iko nje ya mipaka ya Al-Haram, iko nje ya mipaka ya Al-Haram. Kwa hiyo walikuwa wakisema haiwezekani sisi kutoka nje ya haram kwenda kufanya ibada, na kama tulivyotaja Arafa iko katika mipaka ya Al-Haram. Kwa hiyo ikawa wote wakifanya kila kitu isipokuwa Arafa peke yake. Na ikhwata alkiram, siku moja Jubair bin Mut'im
ukiwa ni msimu wa hija, alikuwa ni mwenye kupoteza ngamia wake. Kapita ikawa yatafuta ngamia wake, zunguka kitafuta ngamia wake, kisha akawa mpaka mwenye kutoka akaingia katika sehemu ya Arafa. Mut'im bin Jubair, si Jubair bin Mut'im, bali ni Mut'im bin Jubair. Kwa Mut'im bin Jubair yatafuta ngamia wake mpaka akafika sehemu za Arafa, na kwa mshangao wake akakutana na nani? Akakutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Shangaa, walaysa min Quraish, bwana si yatokamana na Quraish. Hasa Quraish wafanya nini sehemu kama hii? Sababu Quraish hawaende Arafa, walakin Allah subhanahu wa ta'ala alimuongoza Mtume sallallahu alaihi wasallam kimaumbile, kifitra, akawa ni mwenye kuitekeleza Arafa, pasi na kuwa Makuraish walikuwa hawaitekelezi, na yeye ni mojawapo ya Makuraish. Kazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni uchungaji wa wanyama. Hii ndio ilikuwa kazi yake ya kwanza alayhi salatu wassalam, na hadithi ambayo kwamba iko katika sahihu al-Bukhari, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mjumbe yoyote isipokuwa alikuwa ni mwenye kuchunga wanyama. Na hii statement iko qualified. Hii si general statement, yani si kauli ambayo kwamba ni amma. Ghanam ni kondoo na mbuzi, si wanyama wote, haihusishi ndani yake ngamia, haihusishi ng'ombe. Ghanam ni kondoo na mbuzi. Masahaba wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqala ashabu wa ant, na wewe pia? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, kuntu araaha ala qararit li ahli Makkah, nilikuwa nikichunga mbuzi au kondoo au mbuzi na kondoo kwa watu wa Makkah, na walikuwa wakifanya nini? Wakinilipa juu ya kazi kama hiyo. Wa ikhwata alkiram, hapa twapata kuona ya kuwa kila nabii amewahi kuwa mchungaji wa wanyama, na kuna hikma kubwa ndani ya hili jambo, na leo tutataja katika baadhi ya masomo kutokamana na Allah subhanahu wa ta'ala kuwapitishia wajumbe wake wote zoezi kama hili. Twapata somo gani? Na somo kama tulivyotaja liko katika suala la uchungaji kwa ujumla mwanzo, na sehemu ya pili ile khususia ya kuchunga mbuzi na kondoo. Twapata masomo gani? Lile la juu kabisa na la mwanzo kabisa, na somo kubwa zaidi juu ya uchungaji wa wanyama ni kujukumika, kusimama na majukumu, ubebaji na utekelezaji wa masulia. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchungaji na kila mmoja wenu atakuwa ni mwenye kuhesabiwa, atakuwa ni mwenye kuulizwa juu ya kile ambacho kwamba amekichunga. Kisha inayofuata katika hadithi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akafanya breakdown, akataja moja baada ya nyingine, kuanzia kiongozi, imam ambaye kwamba ni mas'ul juu ya raia wake, mwanamume juu ya watu wa nyumba yake, mkewe na watoto wake, na mwanamke juu ya mali ya mumewe na nyumba ya mumewe na wanawe, mpaka mwisho. Kwa hiyo jambo la kwanza, ikhwata alkiram, ni suala la ubebaji wa majukumu, kwa sababu kawaida ya mchungaji huwa ameandikwa kazi. Mchungaji kikawaida, kuna mtu ana mali yake, ana wanyama wake, na baadhi yetu huenda ikawa tumeneemeshwa
na Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa tuna mashamba na katika yale mashamba tuna wanyama. Hauendi wewe kukaa nao mwenyewe, utatafuta kijana utamwandika kazi, yeye yuwachunga wale wanyama, yeye ndo yuwasimamia, yuwaangalia masalih yao, kila kitu. Kwa hiyo kawaida mchungaji huwa amepewa kazi na anaye bosi wake ambaye kwamba huwa yuwapeleka ripoti juu ya wanyama kama wale. Sasa ikhwatal kiram, mchungaji haezi akaenda kwa mwajiri wake akamwambia bana, kondoo mmoja ampotea, lakini hata kwa ajili ya huko kondoo mwenyewe hana akili, sababu wenzake na waelekeza waende hivi, yeye ankwenda akaingia msutuni huko na akapotea. Kwa hiyo bana, si lawama yangu. Haiwezekani. Yule alompatia kazi atamuhesabu juu ya kondoo wake, kwa sababu mimi ninakupa kazi na nakulipa juu ya hawa wanyama wangu. Kwa hiyo wewe hauwezi ukaja ukamlaumu mnyama kwangu mimi ukasema hauna makosa. Iwe itakavyokuwa, wewe ndiyo mchungaji na msimamizi wa wanyama kama hawa, na hauwezi ukakwepa hisabu. Kwa hiyo anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala walikuwa ni wenye kujifunza kusimamia kundi la wanyama, hata kama wanyama wenyewe watakuwa ni wenye kujikosea nafsi zao. Hata ikiwa mnyama yuajiingiza katika sehemu ambayo kwamba ni miba, ni wewe mchungaji umkimbilie umuondoe. Kamba time nyingine mnyama, wacha labda wachungaji wa kutoka huko na labda kuwaachilia wanyama wazi. Time nyingine mtu amemfunga mnyama kamba, alafu mnyama akaishia kujinyonga mwenyewe. Hauwezi ukasema ya kuwa untumwa, sasa wewe si unjinyonga mwenyewe, aachana naye, utakwenda utamtoa. Ukimuondoa akijinyonga tena utamtoa tena, akijinyonga mara 10 mara 20 utamtoa, kwa sababu wewe ndio una majukumu juu ya yule mnyama, hata kama mnyama mwenyewe pia hajisaidii. Na bado anbiya walikuwa ni wenye kuhisi wana majukumu juu ya kundi lao na kuwasimamia kwa weledi, hata kama wale wenye kusimamiwa watakuwa ni wenye kujidhulumu nafsi zao. Yule mwenye kusimamia yuajifahamu na yuakubali ya kuwa yeye ndiye mwenye majukumu, na hivi ndivyo ilivyo kwa kiongozi yoyote. Hili ni somo tumechukua kutokamana na manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, na kiongozi yoyote hivi ndivyo anavyotakaniwa kuwa, kwa sababu yeye amepewa amana kusimamia watu na ataulizwa juu ya ule usimamizi wake. Anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala yaumul qiyama watakuwa ni wenye kuulizwa juu ya ambazo kwamba walitumilizwa kwa wao. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kuwauliza. Na taban, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hijjatul wida, atakuwa ni mwenye kupeana usia alayhi salatu wassalam. Ataanzia kuanzia mwanzo, wanadamu mcheni Mola wenu. Jamani, mumetokomana na Adam nyinyi. Ala la fadlu lil'arab ala al'ajam wala lil'ajam ala al'arab illa bittaqwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam yuwapeana kila aina ya nasaha za mwisho. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa fanya nini? Yuuliza, jamani, nimefikisha kwa hawa watu ambao kwamba wamefikishiwa? Ala hal ballaght, jamani, ninafikisha ujumbe mimi? Kwa sababu yajua Allah subhanahu wa ta'ala atamuuliza. Ndiyo, bala, bila shaka umefikisha. Allahumma fashhad, ya Rabbi shuhudia, hawa watu washuhudia ya kuwa mimi ninafanya nini, nimewafikishia ile amana ambayo kwamba umenipatia.
Kwa hiyo hili ndiyo somo la kwanza, kujukumika, kuwa mitume wote wamechunga kondoo au mbuzi. La kwanza kabisa katika haya si jambo tu la kawaida kuwa mijumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala walipitia hili jambo. Yani ma ba'atha Allahu nabiyyan illa ra'a al-ghanam. Hii statement ni kubwa mno. Allah subhanahu wa ta'ala hakutumiliza mjumbe yoyote isipokuwa aliwahi kuchunga wanyama. Kwa hiyo kuna suala la majukumu, alafu kazi yenyewe haina hofu. Ama kuna siku mtu yaweza akaamua bana, leo weekend bana, acha mpumzike, wanyama watulia hapo. Inawezekana akasema hapeleki wanyama malishoni leo bana, Jumapili leo, wacha nifue nguo zangu nipumzike. Wanyama pia nao hawatokwenda malishoni. Jambo lawezekana hilo? Haiwezekani. Lazima kila siku, na yotoka asubuhi yorudi jioni. Vile vile ikhwata alkiram, nukta ya pili yafunza suala la subira. Sababu ikhwata alkiram, kutoka na mbuzi na kondoo kuwapeleka malishoni kutaka subra, sababu hawa ni wanyama ambao kwamba wako taratibu, huchukua wakati wao na yakubidi uwasubiri. Wakati mwingine ndani ya malisho wataamua kucheza cheza baina yao, watafukuzana. Wale mbuzi au kondoo wadogo watarukaruka huku na kule. Wakati mwingine watapigana, na hauna budi isipokuwa kufanya nini? Uko pale utakaa, utawasubiri, na hauwezi kuwaharakisha. Nikwambia jamani, time bana, fanyeni la muhimu, kuleni turudini zizini. La, hauwezi kuwaharakisha, itakubidi uwasubirie, na utakaa mpaka wale watosheke. Kazi ambayo kwamba utaifanya kila siku kwa hali namna hii yaonyesha kiasi gani kazi hii yahitajia subira ya hali ya juu. Hata kama hauna mawasiliano mazuri na wao wanyama hawana mawasiliano mazuri na wewe mchungaji, utalazimika kuwafanyia subra na kuwafanyia uvumilivu. Kwa mfano wa Musa alayhi salam. Musa alayhi salam, ile hali ambayo kwamba amepitia nayo Banu Israili, hali mzito, maudhi ya hali ya juu na ya kufuatana baada ya kufuatana, haivumiliki. Walakin Musa alayhi salam, yeye yawezekana ndio amfanya muda mrefu zaidi kazi ya uchungaji wa wanyama. Yeye ameifanya kwa miaka 10, sababu ile aya baada ya Nabii Allah Musa alayhi salam kukimbia Masr na jeshi la Firaun lamtafuta ili wamuue, baada ya ile kumpiga yule bwana na akafa, kawa mwenye kukimbia mpaka akashukia Madian, kwa kisa ambacho kwamba maarufa. Kisha mwisho akapatana Nabii Allah Shuaib alayhi salam. Shuaib alayhi salam akawa ni mwenye kumpatia contract Musa alayhi salam. Malipo ya contract kama ile, mkuu atamwozesha mmoja katika mabanati wake kama ataweza kufanyia kazi kwa miaka 8. Lau atakuwa ni mwenye kutimiza miaka 10, basi ni fadhila kutoka maana yeye, atakuwa amemfanyia favor. Lakini ile ambayo kwamba iko juu yake miaka 8. Kwa hiyo hii aya haikuwa ni yenye kueleza alitekeleza miaka 8 au la, alitekeleza 10 au 8. Mtume sallallahu alayhi wasallam alitaka kujua, akawa ni mwenye kumuuliza Jibril alayhi salam, akawa ni mwenye kumwambia atammul ajalaini wa akmalaha. Alikuwa ni mwenye kutekeleza ile ambayo kwamba ni yenye kutimia zaidi na yenye kukamilika zaidi.
Musa alayhi salam ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mifano ya mitume ni mifano ya juu kabisa. Kwa hiyo bila shaka alifanya the best, alitekeleza 10 years. Sasa angalia Musa alayhi salam, ile subira ambayo kwamba alikuwa nayo juu ya Bani Israili. Nyinyi muonaje juu ya bahari kupasuka? Allahu akbar, jambo kubwa lililoje, bahari kupasuka na watu kupita, kisha washapita. Allah subhanahu wa ta'ala asema wakaona watu wana sanamu lao wanafanya nini? Wanaliabudu. Awambia ya Musa, ij'al lana ilaha kama lahum aliha. Musa, tujalie na sisi tuwe na kijimungu kama vile ambavyo kwamba hawa watu nao pia wana Mungu wao. Yani hawa watu wamevukishwa katika sehemu ya hatari na wakaokolewa kutokamana na Firaun, na Mola wa Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, lakini bado anaulizia masanamu, anataka kuabudu masanamu. Hili ni jambo la vumilika ikhwata alkiram? Haivumiliki. Yani waweza ukaisikiliza tu kwa mwanzako ameipitia, lakini wewe hauwezi ukavumilia jambo kama hili. Hawa watu ni watu ambao kwamba wameletewa chakula kutoka peponi, manna wa salwa, kisha mwisho wasema tunataka kupata wenyewe, tunataka kulima wenyewe. Sasa nyinyi mwageuza kwa kile ambacho kwamba ni cha chini, billadhi huwa khair, kwa ile ambayo kwamba ni bora zaidi. Yani Mwenyezi Mungu yuwapa bure vyakula vya peponi, kisha nyinyi mwasema mwataka watu ambao kwamba hawana shukrani. Wewe ukapitia hayo kidogo tu, takimbia watu, tashindwa kuvumilia, takwenda mbali na wao. Lakini Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kuwavumilia hivyo hivyo. Kila aina ya vitimbi, wameona kila aina ya muujiza, kisha wamwambia ya Musa, du'u lana rabbuka, tuombee kwa Mola wako. Bado hata hawaja consider kuwa ni Mola wao, watu ambao kwamba yani hawavumiliki tabia zao. Lakini Musa alayhi salam alikuwa ni mwenye kuwafanyia uvumilivu, aliwavumilia. Nuh alayhi salam, miaka mingapi ya da'wa? Miaka 950 ya da'wa, miaka 950 ikhwata alkiram, centuries 9.5 century ya kuwaelezea watu tu, kuwaambia watu, kuwaelekeza watu. Kila aina ya mbinu alitumia, leila wa nahara, sirra wa jihara, siku na mchana, kwa siri na kwa wazi. Yani hapa wazi jamani, na hata kwa siri jamani, mmoja mmoja kwa siri, bado hawasikii. Na aliweza kuvumilia miaka yote hii. Manake watu ulikuwa ule upotofu ulikuwa waenda mpaka ukirithishwa. Mtu yuwafariki, yuwaita watoto wake, yuwapatia usia, wanangu njooni, mimi basi nafa, sina umri tena, naondoka katika ulimwengu, tawacha usia mmoja tu. Wakiona kile kizee, umeona ule mzee ankuwa na sisi kuanzia kitambo, hana uongofu wowote, ule alioko nao ni upotofu, msimsikize. Ni usia mzee yuaacha kwa kizazi chake mpaka mwisho. Nuh alayhi salam kuwaombea maapizo ilikuwa imefika mwisho. Ikhwata alkiram, maghlubun fantasir, nashindwa ya rab, inni maghlubun fantasir, nashindwa ya rab, ninusuru.
Yani alikata tamaa na watu, ila hakukata tamaa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hivi ndivyo alivyowatayarisha Allah subhanahu wa ta'ala mijumbe wake kupitia kuchunga mbuzi na kondoo. Inshallah tutakuwa ni wenye kusimamia hapo, na darsa inayokuja inshallah tutakuwa ni wenye kuendelea katika kueleza umuhimu na hikma ya anbiya wa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni wenye kuchunga mbuzi na kondoo. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa haya machache tujalie min alladhina yastami'una alqawla yattabi'una ahsana. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير الجزاء.